kwa Dodoma sanaa yetu umeionaje kwa mwaka 2024? Pia naweza kupongeza Dodoma. Unajua Dodoma ni mkoa ambao ama ni eneo ambao lina talent, lina vipaji. Kuna vipaji vingi sana hususan kwenye upande wa muziki. Kuna vijana wa Dodoma wamefanya vizuri sana. Wamefanya muziki mzuri, wametengeneza kazi nzuri. Kazi zao zimeenda, tunaona zimepiga yani sehemu nyingi sana Tanzania. Kwa pia nadhani pia ulikuwa ni mwaka mzuri kwa baadhi ya wasanii wa Dodoma pia. 2024 hatujaona kuvutana sana kwa upande wa wasanii hapa Dodoma kama ambavyo ilikuwa miaka ya nyuma. Unahisi ni kwa nini? Ni watu wamekuwa kiakili au ni nini ambacho kimetokea? Unajua bana, nadhani kutokana na game inavyohitaji. Unajua sasa hivi baadhi ya wasanii wengine wanaenda Dar es Salaam wanafanya kazi kubwa, wengine wanafanya Dodoma hapa kazi kubwa. Kwa hiyo ile amsha sana haijakuwepo kwa sababu nadhani kila mtu alikuwa anaamua kupambana yani kivyake, nadhani. Yani niseme hivyo. Kwamba kila mtu anaamua kupambana kivyake. So means nyuma watu walikuwa wapambane kivyake. Watu tulikuwa tunauelewa wasanii, sasa na wasanii wa Dodoma, kwa sababu ni kama labda msanii mmoja amepata nafasi kwenye media fulani, sasa yule mwingine nadhani labda iza amependelewa, iza labda huyu ni aje, so kutokana na zile vutana ni kuvute za miaka iliyopita, so watu wanakuwa wanapata uelewa, watu wanakuwa wanaelewa okay, kumbe napaswa kufanya kitu fulani. Unaona kabisa kuna wasanii wengi wameachia madude ya ukweli. Mtu ameachia dude la ukweli, linaenda afa ametulia. Una hivyo linaenda afa ametulia. Nadhani hiyo pia ni miongoni mwa sababu ambazo kwa binafsi labda una karibu huo na wasanii wengine pia, kwa maana kwamba mmekuwa mkikutana, mkizungumza na mmekuwa mkifanya kazi. Unajua kazi ya sanaa inahitaji ushirikiano pia, na wakati mwingine tunahitaji kuwa karibu. Kwa kwangu mimi naweza nikasema niko karibu na baadhi ya wasanii, lakini kuna baadhi ya wasanii tuko nao karibu kutokana na mazingira yetu labda ya kazi na nini. Kwa kiasi kikubwa niko karibu na wasanii wengi wa Dodoma. So unamaanisha kwamba inawezekana labda ikawa ngumu kukutana, kwa maana kwamba hamwezi kuonana kirahisi kwa sababu ya hayo mazingira ya kazi. Kwa mfano kwenye events, wewe ni mmoja kati ya mhudhuriaji mzuri sana kwenye events zile za kiserikali na hata zingine ambazo zinaandaliwa na NGOs, au sio? Hizo sehemu sio sehemu ambazo wao mnakutana? Wasanii wengi wanakuwa wanajitenga tuseme. Unakuta kwenye ma-event kama hayo tunakutana baadhi ya wasanii wachache. Kuna wasanii wengine unakuta naamini labda kujipambania kama yeye. Watu wanaamini show za chaka tuchaka. Unamkuta mtu ameenda zake labda uko Manyoni, ameenda wapi, wengine wako kwa Dar es Salaam wanafanya ya kwao. Lakini kwa baadhi ya wasanii tumekuwa tukikutana, tunashauriana, tunapeana moyo. Na kupongezana pia. Kwa maana yake ni vile ambavyo kila mtu anajiweka. Yaani kuna mwingine ambaye anaamini kwamba mimi labda nikijifungia sana najibrand, unajua? Kuna hiyo kitu pia ambayo ipo. Kwa mfano msanii anaamini kwamba nisipotoka ovyo ovyo ndo msanii natakiwa niwe hivyo, kwa maana kama nikae zangu ndani nijibrand, nisiwe natoka ovyo ovyo. Kumbe mtu hajui kama anajifungia milango mingine pia kutengeneza connection na wengine tena. Ambao kwa namna moja au nyingine pia pengine ingemsaidia. Na hicho kitu ambacho mimi ningependa kuwashauri wasanii, hususan wasanii wa Dodoma pia, ningeweza kuambia, kuna msemo wanasema mwokotaji atoki tupu. Kweli kuna wasanii tunaona wana kazi nzuri, lakini kwenye baadhi ya event sometimes wanaalikwa, wanaitwa njoo, lakini hawatokei. Pengine watasema bana hii pesa ni ndogo, nahitaji pesa kubwa. Bana mimi nina management fulani. Sometimes mwingine anapigiwa simu kwamba mimi niko Dar es Salaam, mimi niko Dodoma, lakini sometimes hivi na hivi. So naamini kutoka kwenye ma-event kama hayo ni kufunga riziki nyingine au milango mingine ya kupata chochote kitu katika sanaa. Ila mimi nimekuwa ni msanii tofauti sana. Nimekuwa nikijichanganya huku na huku.
na naona matunda yake pia, kwa sababu umejichanganya leo huku, kesho unaitwa huku, kesho kutwa huku. Kwangu mimi naona kuna matunda sana na maisha yanaenda. Umekuwa ni moja kati ya msanii pia ambaye anakuwa naona sana kwenye event za kisiri.